na wale wamekuwa katika kwa upande wa barua wameattend mkutano. Watu wawili sasa wanajadiliwa na chama ambao ni Edward Gishure na Stephen Wabua. Sasa tunataka kusikia kutoka kwako, sababu hatuna apology yako ya kwamba hauko kuja mkutano. Nilikuwa na mapenzi ya kuingia leo. Ikifika yuko karibu. Lakini katika kama siwezi tuma kitu kwa WhatsApp. Na mambo ya natuma hao zangu ziliharibika. Sasa naomba apology. Na hiyo mkutano mwingine nitajienda. Mimi mwenyewe. Kwa hiyo naomba ni ngojea mpaka hiyo mkutano mwingine. Barua ulipokea? Sasa hata barua yenyewe sijaona, juu ile simu niko nayo. Siwezi pia WhatsApp. Kwa hiyo yangu iliharibika, nikatengeneza. Kwa sababu naelewa kenye anastakiwa, lakini si unaelewa ni kwa nini barua ilikuwa inaandikwa. Barua haiandikwi kwa sababu unataka kutoka. Barua inaandikwa ikiwa tumefuata sheria ya wakati unafaa kuwa umefanya malipo yako na umefuatiliwa na chama, umepatikana kwa hatia ya kutofuatilia kulingana na uamuzi wa chama, na chama ndio inakaa chini, every member, sio ofisi, every member wanakaa chini na wanafuata zile hatua ambazo zinafaa kufuatwa. Kitu ya kwanza, unakuta huyo members haattend mikutano, contribute. Sasa huyo member zile hatua anafaa kushukuriwa ni hatua kama hizo, anafaa apate barua. Akipata barua ama akipata habari barua zimetolewa na yeye ni mmoja wake, hata kama haiko kwa WhatsApp, anafaa kufuatilia, sababu anajua ofisi kwenye iko, anajua mahali chama yake wanakutana, na amekuwa pengine asiambiwa mkutano ni siku fulani. Anafaa kufuata, akuja kwa ofisi, akuja sema sababu ni gani nilipokea barua na ni kwa sababu hii na hii na hii ndio ikafika mahali ambapo nimefika, na nimekubali barua, ama ninadai chama wanirudishie pesa zangu, sitaendelea na chama. Baada ya uamuzi wa mwanachama akisema arudishiwe pesa yake, tuingie katika sheria. Wewe mwanachama uliopitisha, tuisome, unafaa kurudishiwa pesa tukiwa tumetumia percentage gani na sheria gani. Sasa hata kabla ukuja ninaona deni yako ni shilingi 20,029. Hiyo inakuja dhati kama inakuja dhati kama. Swali langu ni hii. Utakuwa unalipa hiyo deni. Utakuwa hiyo deni unataka kuanza kuilipa lini? Ndio maana ninakuuliza, wanachama wanagojea wewe, kuna mwingine tunataka kupigia, wanataka ujieleze, unataka kuilipa kwa muda gani?
ndio ufikiane na wale wengine. Na kuna kiwango ambao unaweza kusema tena tusikie ni gumu kwa members. Ya, sasa tunataka kutoka kwako. Unataka tukupatie muda gani ndio kuja in the next meeting na sisi? Ya. Hizi tatu. Andika hapo secretary. Message. Haya, la mwisho ni hili. La mwisho ni hii. Hautakuwa ukiattend mkutano. Haya, wamesikia? Na huu mkutano ambao tunafuata baada ya huu, make sure umeattend. Na ujue baada ya kuattend kuna safari kwa mbele yetu tunaenda kupeleka dawa. Kwa hivyo hiyo mizigo yote ukuje kama umefanya nini na uniform. Na uniform mwenye hajachona uniform anadaiwa shilingi 2,000. Hai. Hiyo hatuna shida na hiyo hatuna shida naye. Haja yetu ni uniform ile every member anafaa. Ila ishonewe Kayole ama iwe ni important ya kukuja, lakini iwe ni uniform ile members wanafaa. Na kuenda kwa kupeleka dawa ni kama hauna uniform na umeshona, hiyo ni kimoja. Tumekungojea kwa mkutano. Dakika zimeenda. Tunaenda dakika zimesonga. Si pesa imeenda. Sasa tunatoa. Ana pesa hapa. Kwa kuwa anapigiwa na nani? Anapigiwa na nani? Tena habari zenu wazee? Nzuri kabisa. Sijui ni kuja nikiwapea haki kila mtu ama. Ningetaka kuwashukuru. Ati mlinishikilia wakati nilikuwa na my dowry ceremony. Mkakuja, mkani support like my brothers. Mkasimama na mimi na mkaacha watu wameshangaa sana. Mkaacha leta ugumo na hiyo yenye haijaisha hadi sasa mpaka wanafikiria huko governor ndio wameoana huko. Mzee wangu alikuwa ananiuliza hawa wazee ulitoa wapi, naambia hawa ni watu wenye tunaishi nao wapi hapa Malaki, wenye tumeshikiana na pangana nao hapa kimaisha, kiurafiki. Ndio. Hivyo ndio tunashikiliana. So nataka kuwashukuru na niseme asante sana, and na promise nitakuwa hapa for each and every one of you. Asanteni sana. Moja ya mwisho. Chema. Yes. Hii chama kama chama ya wanaume. Mimi nimesikiza huyu mama mzazi mgonjwa. Maina alikuwa amekwama na kibarua, ni juu ya kibarua. Mambo ya familia. Kevin. Boche mtoto. I think we should start thinking. Naona wanaume tunalamiwa na mambo na tumenyamaza. Mimi mnaweza niona hivi inakaa very healthy, lakini saa zingine nilipata accident kitambo. So saa zingine mwili inaninyoroshana, narudi nakaa kwa nyumba na siongei na mtu. So you tuangalie in terms of si kuenda udhoni peke yake tunanunua mabibi, lakini once in a while tunakaa tunakula kambuzi, tunaongea, tunapata a little bit of counseling. Najua kuna mahospitali saa zingine wanasemanga mkiwa na chama tunaweza ama insurance tunaweza kuja tuwape free medical check-up, vitu kama hizo zinafanyikana. Tupangane like that. Tuweze kuongea, tunakaa chini tunaongea kidogo, tunapata mawaidha.
kutoka kwa wazee kama Johannes hapo, chairman pia tunapata sisi vijana, sisi na huyu jamaa, we need your advice. Ndio hata sisi tuone vile tutaruka to the next step. Si wanaume tusinyamaze. Tunapata huyu jamaa tunapata naye kila asubuhi Joscar na with a smile. I did not know about that. Huyu pia unaona smile yake, ile smile. Hiyo. And you think everything is okay. So ni vizuri tukae chini, tunaongeleshana, tunapeana moral support ya kimaisha. Haya, asante sana. Tumepokea hiyo shukrani Mr. Kiaria, nasi pia tulifurahi na tukashukuru sana kwa hiyo sherehe. Na tunatamani pia kwa wale wengine ambao wamebakia, uwezo wa Mungu tuwe tukifanikiwa kwa njia kama hiyo na hata zaidi, sababu kwenda na kurudi na kufanya hiyo kazi si kawaida ama sio utaratibu wa kujua. Nimegharimu mkono wa Mungu. Sababu safari si imeshawaipangwa na zikakosa kufanya. Watu wameshaienda wakakosa kurudi. Kwa hivyo kuna kila sababu ya kushukuru kwa sababu hiyo sherehe ndio na kufanyika na kurudi kwa salama. Naona ndugu yetu Mr. Kinyagia ameingia, sijui kwanza before Kinyagia nitoe shukrani kwa huyu kijana huyu ameongea Moses. Alijipanga sawa sawa. Hata nikija hapa home sikuwa na stress, nilikuwa na furaha. So alipeleka chama yetu another level. So we learned something from you. Keep up, young man. On top of that, nilikuwa ningependa kusikia statement ya mama. Sababu hiyo ndiyo alikuwa ananipeleka. Huyu amefurahia kabisa. Nadhania hata sidhani nikitana hivi hapa. Kutoka hiyo siku. Mr. Kinyagia. Sasa kazi ambayo tunatarajia kuifanya ni kwa ndugu yetu John Madhu, na ndio hiyo tunaingia bosi wa nani. Na kwa sababu tumekuwa na yeye, sijasikia jambo lolote ambalo amebadilisha. Hayo ni vile tu Mr. Kinyagia bosi wa nani tarehe 16. Na ninataka kusema hili kwamba tujue kwamba mwezi wa 8 hauko mbali sana, tunakaribia. Kwa hivyo sababu tunahitajika kila member awe ametoa transport. Kuna mambo tulisema ya kwamba tutakuwa tunakimbia wakati wa mwisho, ama tunaanza kuondoa pesa wapi, fulani hajatoa na gari ziko hapo nangojea kupangwa watu waelekee. Sasa nilisema tukipanga tunaenda, tukimaliza tu mkutano hakuna mtu amesuiliwa, anza kulipa transport yako ikae kwa account. Ili siku ikifikia tunaenda kwa account, hesabu yetu inakuwa rahisi. Treasurer anatoa pesa, inapatiwa transport manager, sababu tuligawa kazi na kila mmoja awe akifuatilia kazi yake. Transport manager anapewa pesa ya every day ndio aweze kupanga yale magari ambayo yanatumika kwenda pale. Hii inagharimu pesa kiasi fulani, hii inagharimu hii, inapangwa, inapatikana na tunaenda safari pasipokuwa na maswali mingi ambayo tumekuwa nayo, na kwamba tunasikia hii gari pesa imefungua, kuna pesa kiasi fulani ambao huwa nafaa kupewa. Hiyo matatizo kama hao tunafaa tuelewe, sababu hilo ni jambo la kufanya marekebisho na likae sawa. Kwa hivyo member, toa transport yako, ikifikia wakati ule usiweze kutafutana. Ndio hata kama hautaenda na gari imesimama pale na ulikuwa umetoa moja hiyo gari, hakuna pesa itapungua sababu wewe haukuenda. Ile pesa ambayo anafaa kupewa anapewa. Na hiyo sio tunamaliza hivi. Ninaangalia sasa, naona tulikuwa na hiyo tunatoa pesa ngapi? Hatujaambiwa. Hiyo hapo imesoma.
Hatujaambiwa. Lakini vizuri tujue kitu kwa tumesema ni Bwana Kenyagi ukiongea hapa kwa transport. Waelezee location. Watu wamesoma hapa habari sema. Watu wamesoma hapa na location ilipeana hapo. Pale si bad. Sema tunaenda dingini iko sawa. Lakini as members last meeting we agreed kwa sababu ya kama tunataka tukimojeana tunakunywa chai. We add 200. Yeah, we had to post 200. Na sasa because last time tulikuwa tumeenda kwa Mr. Nani? Mr. Naito nani? Ndio huyu hata anaweza ongea transport. Tulikuwa tukisema hata tulikuwa tumeenda na Naivasha. Mambo ya chai wacha mtu atusimamie tukiingia mahali. Tulienda kweli ndio. Nilijipata tumepita hata njia mbili tofauti lakini tukapata the same destination. Tukaenda Naivasha, wengine wametukoja, si wengine wanakunywa. So wacha transport ikiwa transport, ikiwa ni refreshment, wewe unajua unakula soda, mimi nakunywa chai, wacha mtu asimamie refreshment. Kama ni transport ni transport. Alafu tukasema na hiyo tutaongea next time. Fine. Kama kuna fine na hizo hatujaongelea, Mr. Moses atakumbuka tulidiscuss about fine. Kutohudhuria harusi ya mtu niite harusi. Tulisema on top of kulipa kiti kuna fine. Hiyo ndio tunafaa tukirudi jioni msende kuna fine ya utatu hapa ili tunaweza kula wazee. Sawa. Is making sense? Kwa hiyo fare kama ni giri. Tukienda Stockholm nakumbuka tunaendanga wengine wako mbele wengine nyuma, mtu ajivalie mahali bora tufika on time. Lakini kama kuna hii penalty, nakumbuka tukisema kutohudhuria dawari kuna penalty. Kama kuna hizo penalties, hizo ndio utasema jioni wazee bado kuna kitu tunaweza uma. Lakini tulielewa ni vizuri tutoe hiyo 1,200 hata ikiwa na hiyo fine inaongezwe juu. Wazee wanakaa mahali pamoja wanakulia. Sio ati tunatoka pale Dar la tunakuja tu unaenda kuona mtura hapo. Sasa hiyo ni mambo ya jioni. Ya jioni. Anaweza kusema ni jioni. Yes. Sawa. 1,200 transport. Ianze kuwepo kwa account. Lakini mwenye gari ya tuwe ni giri. Tunapanga kama watu wa 800. Hata hapa 800 iko sawa, lakini tumpe lao kuna gari tabeba watu 4. Lao iko sawa kabisa. Sawa. Okay. Tunatukiwa leo mahali tulikula siku ile nyingine. Kutoka hapo kwenda hapo hatuwezi maliza lati minute. Hadi tulikuwa tumesimama. Haya, ni vizuri hilo jambo limekuja sababu nimekumbuka jambo hili. Unajua mimi nikiwa kama kiongozi kuna mambo mengi sana huwa ninasikia hapa inahusu shamba. Na si chama yeje hii. Na ni vizuri wakati nimekumbuka kuiongea sababu huko kuwa na changamoto ya mawazo. Hiyo inakuja kama AOB chama na itakuja kama AOB, tutaiongea wakati mwingine. Hebu iandike hapa hiyo ikiwa AOB. Kuna member moja nilisikia akiniuliza swali. Na hiyo haitapata nafasi ya kufanya nini. Itakuwa AOB to discuss the next meeting. Hapa tuko na watu wawili. Sasa hii tunaongea habari ya 1,000 kwenda kwa madhu. Kuna watu wawili ambao tunaenda TZ. Kuna mwingine tunaenda UG ambaye ako hapa ni Jafet Huda. Nitafikia mtu akinifanyisha mahesabu. Members atatumia transport ya pesa ngapi mpaka TZ? Ama ya pesa ngapi kutoka hapa mpaka nchi? Wakati alipojaribu kunifanyia mahesabu ya transport peke yake, nikamwambia mimi sitakujibu. Lakini sasa hiyo tutaiweka kwa chama to discuss.
Maana member ni member. Na ukisha kubaliwa na kuingia katika kikundi, wewe umekuwa mwanachama na kukubali kufanya wale wengine vile wanavyofanya, hata wewe watu watasimama na wewe kama member. Lakini sasa akawa kiniuliza, gharama hii ya Tanzania na Eugene, huoni kama itakalia members? Tukiangalia upande wa transport, tunaona ni karibu inaenda kuchukuana na kile kitu huyu members anapewa. Hata imepita. Nikauliza huyo mtu, ni mahesabu gani umefanya? Unajua mimi sijafikiria hiyo, sababu najua member tutasimama naye kama member vile anavyofanya kama wale wengine. Lakini akaniambia haya, hizi pesa zinapita mpaka kile kitu tunapatia huyu mtu. Usiongee, hiyo tumefanya hivi. Unapokuja next meeting, Jeni mkuu umefanyisha akili kazi. Tumeiwasha na ende ndipo nikuja mimi naanza mzuri. Kwa sababu nataka kuja naanza mzuri. Mimi naona fair hatutakikani kuchanganya na hii nyingine. Fair hata ikiwa ni mingi, we are taking that person as a member. Right? So kusema ni mingi ni kusema labda watu wengine watasema hiyo pesa sitaona. Na ni member. Okay? Ningesema nataka ni kitu moja ya mwisho. Huyo mwenye alifanya hiyo hesabu, muulize kama ni ndugu yake angekuwa ameoa huko ama angecomplain ama kama yeye bibi angekuwa ametoa huko. Kabla hata niseme mngekuwa mtakuwa hamuko in order, sababu hiyo member mtakuwa umemkosea kabisa. Yeye alipeleka yule alianza wa kwanza wewe. Akapeleka mwingine. Mbona sasa hivi unaanza kuona kwao ni mbali. So hiyo hata ibai kuletwa hiyo. There is no discussion. Ndio nilikuwa nasema itakuja ileta shida. Itakuja wengine wanasema hawaendi. Kwa hivyo chama moja na huyu jamaa, kuna mtu ndio wazazi, kuna mtu ndio Mala. Kuna fare tulitoa. Hiyo kwetu walienda Kitale mpaka Uganda. 500. Kila mtu walienda mwa kwenda. Kila mmoja alikuwa akisikia kwa huyu ni Uganda na kwa hiyo nikasema. Kwa hivyo ajipange kiakili. Anasema na hivi mmoja John Kabi asikii mzuri. Yes. Hapo kwa nyumba ama hospitali? Hapo kwa nyumba ameniambia. Tutapiga simu mfuatilie vizuri, mtatuambia. Sasa. Jambo la mwisho I think chairman, niliongea na wewe last time na I'm glad it's coming up. Moses amesema issue ya counseling and get together the like. Na husika na vikundi fulani mbili hivi ambayo zinahusika sana na maneno ya familia, ambapo nikapropose, in fact by virtue sisi wazee tunashughulikia wamama, then kumaanisha uhusiano wetu ya familia ni muhimu sana kwetu. So inahitajika sisi pia tuweze kupata vitu kama mafunzo, ambapo ikiwa tutasikizana, nilikuwa nimeproposea Treasure nikamwambia ningependa tuwe na kikao hata ya wazee. Unaona, so vile huwa tunafanya mkutano hivi, naweza itana huyo facilitator aje hapa atupe tu hata kwa introduction maneno ya kuhusu familia na ni nini na nini yafaa tuwe na mawaidha kuhusu. Ndiposa tunaweza organize kama hata ka workshop, hata kama ni ya siku moja ama ni ya half day, so that tuweze kujichanua hasa kuhusu majukumu yetu kama wanaume na pia ya wamama. So maneno ya familia ni ya muhimu sana. Yeah. Hiyo iko sawa. Ni wazo nzuri. Tunasiweke tu hiyo pia nayo hiyo itakuwa ni
Haya, kile kitu nimefanya, unajua kazi ya kuongoza mimi mara mingi nimekuwa nikipatiwa, lakini najua ni ngumu. Ndio sababu unasikia ukiwa kiongozi, ukisikia question inatoka kwa member, wacha kukaa na kuignore. Sababu unapoignore, hiyo ndio mbegu inaanguka kwa lile shamba ambao unapalilia. Lakini unaignore, hii mbegu haitakuwa kubwa, hii haitamea iwe kubwa, iharibu mimea. Ndio inasarambatisha. Ndio sababu nikasema hilo jambo, na hata kama imesemekana isiongewe, imeandikwa hapa. Ikiwa hiyo. Ndio every member kama kuna mmoja atakuwa na mawazo tofauti. Hapa hiyo tumesema hakuna mawazo. Hiyo ya fair. Hakuna kuongea. Sawa, acha tufunge. Hiyo tunaongelea tukimaliza watu wote. Ni kweli. Bora mtu Uganda atuambie pesa gani tuanze kutoa. Ni kweli. Hapa nayo. I think maybe that is a discussion in the next meeting. Breakdown. Hiyo ndio imeandikwa hapo. Haya fair, tunaona story ya fair, tuongee story nyingine hapo. Ni fair. Ni sawa, acha tuamini, shukuru kwa sababu Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru jioni ya leo, tunasema ni asante kwa sababu ya wakati huu nikubalia mfalme tukapatikana mahali hapa tangu asubuhi kila mmoja wetu walipoamka. Mungu wetu, tunajua kwamba ngalimu neema yako, mkono wako Bwana wa majeshi, tukawe jinsi tulivyo, hai huu tulio naye Bwana umetupa, na hata pia Bwana uheri wa afya, na pia Bwana wa majeshi umekubalia tuingie mahali hapa kama vile tulivyokusudia na tulivyopanga, na tukakuaminia Bwana. Umetuwezesha mfalme, tukakutana, tumekaa chini, tumejadiliana, na Mungu wetu tumeona ushindi wako. Ni kwa sababu yale yaliyokuwa mbele yetu mfalme, ambao tulikuwa tunafaa kuyajadili na tupate kuwa na njia, umetusaidia katika hekima yako, umetusaidia Bwana wa majeshi katika kila hatua ambayo tumeikanyaga. Nasema ni asante, ni kwa sababu mwanzo na katikati na hata sasa kumalizia umekuwa pamoja nasi. Tukushukuru Bwana wa majeshi, ni kwa sababu na hata wale ambao hawajakuwa pamoja nasi tumekuwa katika umoja wa mkutano huu. Kwa sababu Bwana wa majeshi, ni kwa sababu ya upendo ambao uliofanya tuweze kukutana na kutengeneza jambo hili. Mungu wetu, tumekuwa na jambo la kufuata huyu na yule mwingine, ili kwamba Bwana ushirika huu usije Bwana ukakwama, wala wengine wasije mfalme kuwa nje yetu wakiwa wakilalamika. Bwana wa majeshi, umetusaidia katika njia ya hekima Bwana kuendelea, na mahali ambapo tumefika tumeuona mkono wako. Sasa Mungu wetu, kati yetu mfalme kuna memba ambao tumesikia habari yake ya kwamba ni mgonjwa John, tunamuombea jioni ya leo mahali alipo Bwana wa majeshi, kwa sababu ya ugonjwa ambao unaosumbua mwili wake. Wewe uliyetuumba, unajua viungo vyetu jinsi ambavyo umeviunganisha. Tunaomba Bwana wa majeshi ukaweze mfalme kunyoosha mkono wako wa uponyaji juu ya mwili wake Bwana wa majeshi. Achilia uponyaji mfalme wa ajabu, amani Bwana wa majeshi katika moyo, amani katika mawazo, amani katika mwili Bwana wa majeshi. Ikiwa ni maumivu aliyo naye, tunaomba Bwana wa majeshi kaweze kumuondolea. Asante ni kwa sababu Bwana wa majeshi, hata kwa sababu ya familia yake Mungu wetu utaweza kuilinda na kuihifadhi. Bwana wa majeshi, ikiwa ni maradhi ambao Bwana wa majeshi inaweza kuwa ikiendea, tunaomba Bwana ulinzi kwa sababu ya mke na watoto. Bwana wa majeshi ukawalinde na ukawahifadhi. Asante ni kwa sababu wewe ni Mungu unayesikia na kutenda. Tunaamini Bwana wa majeshi katika umoja huu na ushirika huu wa jioni ya leo, ya kwamba Bwana wa majeshi tutapata kusikia ushuhuda mpya, ya kwamba ndugu yetu amepona, ya kwamba ndugu yetu ametoka katika nyumba na ameenenda katika shughuli zake za kila siku kama ilivyo kawaida, katika jina la Yesu Kristo. Nasi pia Bwana wa majeshi ambao tumekuwa mahali hapa, tunakuomba Bwana, wakati huu tunapotoka mfalme wa mbingu na kuelekea mahali tulipotoka, ninaomba ulinzi wako Mungu wetu ukapate kuwa pamoja nasi. Enenda pamoja nasi mfalme katika kila hatua tutakayokanyaga. Tunaomba Bwana wa majeshi ukatulinde, tutenganishe na kila utelezi na kila mitego yote ya adui, kila majaribu Bwana wa majeshi ambayo inaweza kusimamisha maisha yetu. Tunaomba Bwana wa majeshi ukatutenganishe naye katika jina la Yesu Kristo. Wabariki hawa wazee
ambao Bwana wa majeshi wako na mahitaji mbalimbali. Tunahitaji fedha Bwana wa majeshi ni kwa sababu ya kusimamisha jambo hili ili Bwana likaweze kuendelea kama ilivyo matamanio yetu. Tusaidie kwa kasi ya mikono yetu tunayoifanya. Kile ambao tunaofuata Mungu wetu tunaweza kukibariki na ili Bwana kikaweze kuwa na mafanikio. Na kila jambo ambalo Bwana tunahitaji fedha katika chama hii ikaweze kuwa na mafanikio katika jina la Yesu Kristo. Wazee wale ambao wamepatiana wamesema ya kwamba wapewe nafasi Bwana ya kutafuta zile fedha na waweze kulipa, wafungulie malango ya baraka. Na ili Mungu wetu wakapate Bwana kutimiza kile ambao wamesema. Ni kwa sababu Bwana wa majeshi tunaweza kusema tutakupata, lakini mwenye kuwezesha ni wewe. Wawezeshe Jehova kwa kila njia, kwa kila hatua. Bwana wa majeshi tutakapotimiza haya, sifa na utukufu ni zako. Ni kwa sababu wewe ni Mungu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru Bwana na hata kulifunua jina lako. Amen. Amen.